najua hawatofika hapa, na wakipima kufika hapa basi watakuwa wanajichimbia wenyewe kaburi. Wafanya siasa wafanye siasa, wachuruzi wachuruze, wa VDP wazalendo na wajeshi wafanye kazi ya security. Na mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV, matumaini yangu ni mzima afya pote ambapo unatufuata. Hii ni Tukutane TV ambapo tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu Kusini, tarafani Fizi, ndani ya mji wa Baraka, ambapo panapatikana studio zetu kubwa tu. Studio zetu nyingine zinapatikana hapo nchini Jamhuri ya Watu wa Tanzania, ambapo ni Kempo Nyarugusu. Kuna studio nyingine na sehemu zingine zote kunakuwa na studio. Punde tu zitakwenda kufanya kazi. Nite Juma J Masuku, kwa nyuma ya kamera ni Pepe Wilonja. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo tunamkaribisha Gavana makamo wa mkoa wa Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Lakano, ambaye amewasili leo hii ya tariki 11 mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Kisa ni kile ambacho tulikwenda kuongea na meya wa mpito wa mji wa Baraka, Bi Marie Swaz, ambaye amesema kwamba leo atakwenda kuwasili Gavana makamo kwa ajili ya uchunguzi ambao unaendelea wa utekwaji nyara ambao alikwenda kutekwa tariki 7 mwezi wa 10 mwaka 2025 katika ofisi zake. Mkuu wa ofisi za meya wa mji wa Baraka katika ofisi yake mchana kutwa alikwenda kutekwa, na hivyo uchunguzi unaendelea. Hata hivyo Gavana makamo amekuja hapa mjini Baraka kwa ajili ya kuendeleza uchunguzi huo, kwa sababu ni jambo ambalo limeshangaza wengi na limeshtua wengi ndani ya mji wa Baraka, kwamba kiongozi huyo kutekwa hadharani ndani ya ofisi yake. Asante sana mpendwa mtazamaji, na nakaribisha rasmi kuweza kushuhudia mapokezi haya na kipi kile ambacho Gavana makamo amekwenda kutoa kama vile tangazo, kama vile maoni yake kwa wakaaji wa mji wa Baraka. Nimeshukuru, nimekuja hapa nikitumwa na liwali ambaye alinipisha baada ya kikao ya wanamemba wa Conseil Provincial, ukiwemo pia wabunge. Tumekuja juu ya swali ambalo lilitokea hapa. Kulitokea swala la sitofahamu kukichwa ya uongozi wa meri ya Baraka, na kama ilimpendeza liwali ambaye alitutuma hapa, alitutuma kusudi tuje tusikilize ni kiini gani, ni sababu gani hiyo kitendo imefanyika. Na baada ya kusikiliza ambao tulikuwa na wengi mmoja, kushe zote zilikuwa represente, tuliweza kuambia hivi na kukubaliana hivi: wafanya siasa wafanye siasa, wachuruzi wachuruze, wa VDP wazalendo na wajeshi wafanye kazi ya security, wasiingilie tena kazi ya administration, wasiingilie kazi ya sisi wafanya siasa, na societe civile ifanye kazi yake. A l'occurrence hapa kuna meya ambaye aliweza kuteuliwa kwa muda na mheshimiwa gavana, hakuenda tofauti na kanuni za administration. Inajulikana bayana kama gavana haiko, ni makamu wake ndio anakuwa, aidha kama makamu haiko inakuwa waziri wa mambo ya ndani. Na hapa inajulikana kama meya titulaire haiko, wa kumfuata ni vice mayor, na kama vice mayor haiko ni CDI. Kwa nini tulete fujo ama tuanze kuoneshana vidole sisi kwa sisi, eti ni kabila ndio imefanya hivi, eti ni hawa ndio walifanya hivi? Na waza kwa wakati huyu ile kitu hakitatusaidia. Wengi ambao tulikuwa nao tumekubaliana ya kwamba tupreserve unité, tupreserve sécurité. Ndio maana tumesema ya kwamba tunakuja kesho, tutakuwa na mkutano ambao wa hadhara ambao tutakutanana na watu mule musale ya Meladen, na tutaendelea na vikao mbalimbali. Nia yetu ni moja, kuheshimisha kibarua
cha mheshimiwa liwali, na hatutaheshimisha sisi wenyewe pamoja na nyinyi, ili ambaye ameteuliwa akikuya kusikue fujo. Me anatanda kwa sababu hatuwezi kuacha fasi bure. Ambaye alikuwa hapa ni Mama Marie kama meya kwa muda, atasubiria wafanye remise et reprise. Kabla wajafanya remise et reprise, letaki yule mwingine akuye, yeye atabaki akiendelesha kazi. Lakini ile kibarua ya mheshimiwa liwali ni ya kweli na akuitoa mbinguni, ni vile ndio inafanyika. Ni vile ndio kanuni inavyoombwa hivyo. Na mengine niliambia raia yetu hapa kupitia nyinyi vyombo vya habari ya kwamba swala la meri ya Baraka litatatuliwa hapa karibuni Kinshasa kwa vice premier ministre et ministre de l'intérieur, kwa sababu yeye ndio aliita vice maire Kinshasa pour consultation, na kama alimuita pour consultation ametuambia kwamba ataongea naye mwa hii wiki yenye tutaanza na atachukua uamuzi. Ule uamuzi sinyulize ni gani juu sijajua, lakini anasema ya kwamba atajipashe kwa hii question pour que aimalize. Ni Kinshasa ndio itaamua. Hapa watu wasibakilie malumbano, tuingize chachu ya ukabila juu ya umea kwa muda wenyewe. Utafanya wiki, utafanya siku 5, utafanya siku 12. Ndio maana nilimwambia mama, anza kutayarisha uambie wa kutengenezea ile kiti yako kule kulikuwa unatumika mbele. Nilimwambia CDI naye ambaye atakuya, unapokuwa huko kwa muda kama unakuya, usisahau ile kiti yako kulikuwa unaikala. Juu Kinshasa itaamua na Kinshasa itatudepartager. Na kama itatudepartager tukue kimya. Na hiyo swali mtuachie sisi wakina Jean-Jacques, wakina Mateso, Maison Escale, wakina Labani ambao tunafanya siasa. Sisi tulichagula kufanya nini? Siasa. Mtuachie siasa. Kuna watu waliingiza chachu kuwaza Jean-Jacques naye aliingia. Siwezi kaingia mambo ya chini. Mimi hapa niko mchaguliwa, nilichaguliwa na kabila zote, sio tu Wabembe. Nilichaguliwa na Warega, nilichaguliwa na Wamushi, nilichaguliwa na Wafulero. Pour preuve niko meme najenga kwa kushukuru Wafulero nyumba ya Buguma. Niko na wajengea nyumba nzuri ya Buguma. Yaani nilichaguliwa na makabila yote. Lubunga, waisa Lubunga? Lubunga. Unaona, nilichaguliwa na makabila yote. Unaona? Sasa siwezi kufanya vitu vya chini. Kama nikitaka mimi kama vile kigogo cha chama tawala, nikitaka kupata maire de la ville, sitampata. Nikitaka kupata administrator, nitia administrator, jamii naweza kumkosa. Ingali wakati yetu. Na tunaweza kufanya hivyo. Siwezi kuingia mambo ya chini, aseme mutoe pale, hapana. Ndio maana tumeomba wazalendo wachukue nizamu na wafanye kazi yao, wasije wakajaribishia. Walikamata volontairement bunduki juu ya kutetea udongo na kuzuia adui, na kazi ambao wanaifanya iko nafua dafu. Depuis mwezi wa pili Uvira iko nasemeo itakamatiwa na Fizi. Hapa tunakuwa mwezi wa 10. Na kesho kutu hapa tutaingia kubonane. Hiyo ni kwa sababu wazalendo vijana walishimama kidete, wakatumika na FARDC kwa kuzuia. Me lwenye lulikuwa na kuya kule, msisahau lulikuwa lo hatari. Watu walikimbia Escale Kalemi na Kalemi watu walianza kimbia. Wenyewe walichukua kurashi ni vijana. Tunawapongeza kwa ile. Lakini musiende kinyume na kanuni yenu. Musiweze kuingilia kazi ya sewa politiciens. Mtuambie kama mnakosa bunga tuwatafutie bunga. Mtuambie kama mnakosa maharagi tuwatafutie maharagi. Mtuambie kama mnakosa madawa tuwatafutie madawa. Na kama unaona unachoka na VDP kuwa mzalendo, acha kuya uingie msiansa, utakutana na si wakina Jean-Jacques. Tutapimana misuli.
Kama ukikuwa nguvu unachukua na wewe uskani. Lakini kama tutakuwa tungali nguvu, tutaendelea mpaka gisi Yesu atakavyokuja. Asante. Labda gavana makamu, sasa hivi kunakuwa na jumbe za vikosi vya M23 kwa kusema kwamba watakuja kushambulia katika eneo la Uvira. Ninakuwa natia wasiwasi kwa raia baadhi wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Labda sijui tutaweza kuambia nini kwa kutoa ile hofu yao. Ndio maana nimewaambia kwamba wale watu wanaboronga hawataweza, walianza kusema hayo mambo sio leo. Mimi nina imani na vijana wetu wazalendo wote wenye wako pale Uvira na hapa Fizi. Nina imani na jeshi letu la serikali FARDC ambalo liko nafanya kila iwezekanavyo pamoja na wazalendo kwa kuwazuia. Tuendelee kusapoti wazalendo, tuendelee kusapoti jeshi letu la serikali. Najua hawatofika hapa, na wakipima kufika hapa basi watakuwa wanajichimbia wenyewe kaburi.